Timu ya taifa ya Uganda haikufanya mazoezi siku ya jana kufuatia madai ya malimbikizo ya bonasi zao. Taarifa za ndani zinasema wachezaji walifanya mazungumzo na rais wa FUFA Moses Magogo kuhusu mapendekezo ya bonasi ya kufuzu ya euro 6,000 baada ya hatua ya kwanza. Wachezaji kadhaa waandamizi walionyesha wasiwasi wao wakisema kuwa ofa kama hiyo haikubaliki, hasa kwa vile hawajapokea bonus kwa zaidi ya mwaka mmoja licha ya ahadi zinazorudiwa. Leo wachezaji hawa waliweza kuwakusanya wengine. Takribani wachezaji 7 walimwendea kocha mkuu Paul Puti kumwarifu kwamba hawatashiriki mazoezi. Kocha alikiri na kukubali hali hiyo na kikao kilikatishwa baada ya maelezo ya wachezaji. Ujumbe wa wachezaji uko wazi kabisa, hawaombi fadhila ila wanachohitaji ni heshima na stahiki zao. Baada ya mazungumzo ya jana usiku, wachezaji wa Uganda wamethibitisha watafanya mazoezi leo hii asubuhi. Mkutano wao na rais wa FUFA Moses Magogo umekamilika na azimio linaonekana kutekelezwa, hivyo watalipwa stahiki zao ambazo wanadai. Huo ndo msukosuko ambao uliwakumba au ulitaka kuwakumba majirani zetu wa Uganda kutokana na wachezaji wao kudai malimbikizo, na hii imekuwa si kwa Uganda tu bali kwa nchi nyingi za Kiafrika. Mara nyingi wachezaji wamekuwa wakidai malimbikizo ya bonasi zao, lakini tushukuru Mungu kwamba wachezaji wanarudi kufanya mazoezi na tutawashuhudia AFCON Uganda, ambapo wapo kundi moja na Tanzania pamoja na Tunisia, bila kusahau Nigeria. Una maoni gani kuhusu hali kama hizi kwa wachezaji wa Afrika na viongozi wa soka la Afrika, namna kujirekebisha, jinsi gani ya kuwajali wachezaji, ingawa ni kazi ya kizalendo, lakini pia wanatakiwa kuthaminiwa na wao. Hii hapa ni Radio 360. Kama bado haujatufuatilia, basi bonyeza neno subscribe ili uweze kupata taarifa zetu kila wakati tunapoposti Radio 360.